Naitwa Lugete Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia, diplomasia na mwanamajumui wa Afrika. Ni muendelezo wa uchambuzi wa kile kinachoendelea Mashariki ya Kati, ambapo tulishuhudia tangu tarehe 28 mwezi wa pili, siku ya Jumamosi saa 12 asubuhi, Marekani na Israel waliivamia Irani na kufanya mashambulizi kitaalamu wanaitwa decapitation strike, na kufanikiwa kuua viongozi wa juu wa taifa la Irani, akiwemo Imam Ayatollah Ali Khamenei, kiongozi wa juu wa kiroho na anayetoa fatwa za kidini. Wakamuua Ali Shamkhani, kiongozi muhimu wa kimkakati wa masuala ya nyuklia, na majasusi wengine takribani 10. Vita imeendelea mpaka leo tunavyozungumza, tarehe 18 mwezi wa tatu. Ni takribani siku 19 hivi tangu vita ianze, na inavyoonekana ni kwamba Israel na Marekani watachelewa kupata ushindi nchini Irani, lakini tunashuhudia viongozi wa juu wa Irani wakiendelea kufariki, na hii ni kutokana na kwamba Israel na Marekani wanashirikiana makampuni ya mawasiliano sehemu mbalimbali duniani na mitandao ya kijamii kujaribu kudukua viongozi wa Irani walipo na kuwamaliza, yani decapitation strike, kuua viongozi kabla ya vita kuanza au kipindi cha vita, ili kunyong'onyeza adui asiweze kujipanga kwenye kushambulia na kujilinda. Lakini zipo sababu ambazo zinaweza kuwafanya Marekani na Israel kuchelewa kupata ushindi ndani ya Irani na kuichukua Irani kama ilivyokuwa walivyoichukua Iraki 2003 kwa muda wa siku 30, kama ilivyotokea Syria ndani ya siku 12. Tayari magaidi na wanajihadi wa Islamic State na Al-Qaeda walichukua nchi na kumfurusha rais wa Syria, aliyokuwa rais wa Syria kwa takriban miaka 24, Bashar Hafidh al-Assad, baada ya Marekani na Israel kushirikiana na Ukraini kuwapa msaada na mafunzo wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State wakina Abu Muhammad al-Julani maarufu kama Hassan al-Shara. Lakini kwa nini ni ngumu Israeli na Marekani kupata ushindi wa haraka nchini Irani? Moja ni umoja na mshikamano wa watu wa Irani. Katika hichi kipindi cha mwezi wa Ramadhani, Israeli na Marekani walifanya kosa kubwa sana kumuua Imam Ayatollah Khamenei. Amekufa kama shahidi kama wanavyosema Waislamu. Kwa hiyo walikosea kumuua mwezi wa Ramadhani. Hata wale waliokuwa wanamchukia waliona ni muda muafaka kujiunga kwa ajili ya kuipigania Irani dhidi ya uvamizi haramu wa mataifa ya magharibi wakiongozwa na Mazayuni pamoja na Marekani na watu wengine. Umoja na mshikamano, jeshi la Irani lina morali. Lakini cha pili ni strategia ya mambo ya ulinzi na Irani. Irani imeweza kusambaza sehemu za kushambulia, vituo zaidi ya 17 vimesambazwa kwenye mikoa mbalimbali, kuanzia bandari la Basi, Tehran, Tabriz, Qom na miji mingine mingi ambayo wanashambulia kwa kasi. Ijapokuwa uwezo wake wa Irani kujilinda ni mdogo, lakini pia uwezo wake pia wa kushambulia na kufanya madhara makubwa nao ni mkubwa. Ni vita ambayo inaenda kwa piga ni kupige. Kwa hiyo Irani wamesambaza. Lakini sababu ya tatu ni kwamba jiografia ya Irani inawapa advantage Irani toka zamani. Wana milima mikubwa ya Zagros na Alborz, wana mapango, majangwa na mahandaki ya zamani ya asili ambayo ni sehemu footage, ni sehemu za kujificha. Hivyo inakuwa ngumu kwa kutumia mashambulizi ya anga kujaribu kuiteka nchi nzima. Ili Israel na Marekani waweze kufanikiwa ndani ya Irani, ni lazima watafute watu wa kuwaunga mkono watu wa Irani, labda Waazeri pamoja na Wakurdi. Lakini nao pia wameonyesha uoga kwamba Wakurdi wanasema kila walipokuwa wakisaidia Marekani wamekuwa wakitelekezwa bila kupata ahadi zao. Manake ahadi kubwa ya Wakurdi ambao wamesambaa Syria, wako Uturuki, wako Irani na maeneo mengine hadi Afghanistan, wanataka kuwa na taifa lao. Wako zaidi ya milioni 12, wamesambaa takriban nchi 5, lakini hawana taifa. Kwa hiyo lengo lao wanataka wapate kutambulika na watengeneze taifa. Kitu kingine ni rasilimali za Irani. Irani inaweza kupambana kwa siku nyingi bila kuanguka kwa sababu wana mafuta mengi, wana gesi na teknolojia yao wanatengeneza kwa bei rahisi, ikiwemo makombora makubwa, cruise missile na ballistic missile kama Shahin, Shajal, Zulfahal na makombora mengine.
yenye uwezo wa kukimbia mbali kwa takriban kilomita 2000 mpaka 2500. Lakini sababu nyingine ambayo inaifanya Irani kuonekana kuwa ni tishio, mara baada ya Irani kushambuliwa tarehe 28 mwezi wa pili, Irani alichoamua kukifanya ni kujaribu kujitoa muhanga asije akapata madhara peke yake. Wasema Iran has decided to cripple global energy economy. Iran amejaribu kuleta ukilema wa uchumi wa nishati duniani. Alichokifanya Irani, kwanza alianza kuzishambulia kambi za jeshi za Marekani zilizoko mataifa mbalimbali Mashariki ya Kati, ikiwemo Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Oman, Kuwait, Bahrain, Cyprus, Iraki na maeneo mengine. Lengo ni kuwatia uoga mataifa ya Kiarabu na Kiislamu ili yasije yakawa upande wa Marekani. Lakini la pili ni kujaribu kuipa hasara Marekani, kwani ili kusudi kuvunja nguvu ya adui. Lakini cha tatu ni kupeleka ujumbe kwamba Irani sio mnyonge kihivyo. Lakini kitu kikubwa kabisa ambacho Iran amekifanya ni kufunga mlango bahari wa Hormuz, the Strait of Hormuz. Huo mlango bahari takriban 20% ya mafuta duniani yanapita pale. Kwa hiyo hata nchi ambazo ni marafiki na Marekani na wenyewe watapata madhara makubwa. Lengo la Irani kufunga mlango bahari wa Hormuz na kushambulia nchi mbalimbali za Mashariki ya Kati ambazo ni marafiki wa Marekani. Lengo ni kuzishindikiza hizo nchi zimwambie Marekani na Israel aweze kusitisha vita. Ni mkakati wa Irani fulani ambao umekaa kimkakati zaidi. Nitachukulia mfano, kuna mataifa ambayo ni marafiki na Marekani kama vile India, Pakistani, Bangladesh, Korea Kusini, Japani. Hawa watu wanategemea 60% ya mafuta yao kutoka Mashariki ya Kati kupitia mlango bahari wa Hormuz. Kwa kufunga kwa mlango bahari wa Hormuz kunapandisha bei za mafuta, gharama za maisha na usafirishaji, na hivyo nchi hizo ambazo ni marafiki na Marekani ni lazima watawaambia Marekani aache vita, asitishe vita, yani ceasefire agreement au truce, ili kusudi hali ya uchumi irejee. Tunaenda Umoja wa Ulaya. Umoja wa Ulaya na wenyewe wanapitia changamoto kubwa sana ya kiuchumi. Hapo awali walikuwa wanategemea zaidi gesi kutoka nchini Urusi, lakini baada ya Urusi kuivamia Ukraini mwaka 2022 na kupelekea kupanda kwa gharama za maisha, sasa walikuwa wanategemea gesi kutoka Qatar na Mashariki ya Kati. Sasa kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz kuna maanisha kwamba hakuna gesi wala mafuta yatakayotoka Mashariki ya Kati kwenda Ulaya. Hata na nchi za Ulaya gharama ya gesi na mafuta zimepanda, na zenyewe pia zitalazimika kumshindikiza Marekani na Israel kuacha vita, kwa sababu na wenyewe wanapitia madhara makubwa. Kwa hiyo Irani ameamua kujitoa muhanga kwamba hataki kufa peke yake, anataka kufa na wengi. Lakini kingine ni kazi alionayo Marekani, na Marekani ana kazi kubwa kwenye hii vita. Kazi ya kwanza ya Marekani ni kuhakikisha kwamba anawalinda washirika wake, anailinda anga ya Israel dhidi ya makombora ya Irani, lakini pia kuwalinda washirika wake kama Saudi Arabia, Omani, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait, Bahrain, Jordani na nchi zingine dhidi ya makombora kutoka Irani. Kwa hiyo lakini pia kuishambulia Irani, lakini pia kulinda washirika wake Israeli na mataifa mengine ya Mashariki ya Kati. Hii ni kazi kubwa sana. Lakini hem, tuangalie taarifa iliyotoka hivi karibuni kutoka kwa rais wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky kusema kwamba Ukraine iko tayari kutoa msaada kwa Israel na mataifa ya Mashariki ya Kati dhidi ya kuzuia makombora ya masafa na ndege nyuki kutoka Irani. Popote unapowaona Ukraine wametangulia mbele, ujue nyuma yake kuna Umoja wa Ulaya, NATO na nchi zingine ambazo zitaweza kuonekana. Kwa hiyo swala la nchi za mataifa ya Ulaya na NATO kukataa kuingia vita moja kwa moja na Irani, huo ni uongo. Hata ilivyoanza movement ya kumtoa rais wa Syria Bashar Hafidh al-Assad, nchi za Ulaya zilikataa kumuunga mkono Marekani na Israel. Lakini tulishuhudia shirika la ujasusi na jeshi la Ukraini likitoa mafunzo kwa wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State, hasa kuwapa misaada ya ndege za kivita na ndege nyuki na makombora ya masafa, kuwapa wanamgambo wa Al-Qaeda na Islamic State ambao walifanikiwa ndani ya siku 16 walikuwa wamefanikiwa kuichukua Damascus na kumfurusha Bashar Hafidh al-Assad ambaye amekimbilia yuko Moscow, Urusi, akipata hifadhi ya kisiasa. Kwa leo tunashuhudia Ukraini ambayo ipo kwenye vita na Urusi na inaonekana kuzidiwa, lakini eti ina uwezo wakaenda kutoa msaada Israeli ili kupambana na Teherani. Hii inamaanisha kwamba Umoja wa Ulaya na NATO wanajaribu kumsaidia Marekani na Israeli kupambana na Irani kupitia mgongo wa Ukraini. Kwa Ukraini anatumika kama fledge cover dhidi ya Umoja wa Ulaya na NATO ambao wamegoma kutokea waziwazi kumsaidia Israel na Marekani, lakini watamsaidia kupitia Ukraini. Kwa Ukraini kusogea mbele kwenda kumsaidia Israel na Marekani kule Mashariki ya Kati dhidi ya Irani
kuna maanisha kwamba Umoja wa Ulaya na NATO wamekubali kuingia kwenye vita kupitia Ukraini, na hii vita inaweza ikawa ngumu zaidi kwa sababu Ukraini alibadilisha vita Syria na kumfanya Urusi kuacha kumsaidia Irani, yani Ukraini alibadilisha vita nchini Syria na kumfanya Irani na Urusi kuacha kumsaidia Syria, na Bashar al-Assad utawala wake ukaanguka. Kwa hiyo nguvu atakayoipeleka Ukraine nchini Irani kwenye vita ya Mashariki ya Kati sio ya kupuuza, ina matokeo makubwa, kwa sababu Ukraini ni mbuzi wa kafara wa NATO pamoja na Umoja wa Ulaya pale ambapo wanaona aibu kujiingiza kwenye mgogoro moja kwa moja. Asante sana. Musa Lugete, mchambuzi wa siasa za kimataifa, historia na diplomasia.